Wewe unadhani dada zangu, mama zangu, Muislamu eneo gani alokuwa yeye yupo karibu zaidi na Mola wake akiwa amesujudu? Wako wangapi leo wanatamani wasujudu lakini hawana nafasi hiyo? Anakuja msikitini, anaswali, amekaa juu ya kiti, anaona wenzake wamesujudu pale, na Mtume anasema aqrab ma yakunu al-abd min rabbih huwa fi hali sajid. Mtu anapokuwa karibu zaidi na Mola wake mja ni pale anapokuwa amesujudu, anaongea na Mola wake. Leo dada zangu katika imani, kuna watu wanatamani afya yao waliokuwa wameiacha, leo wanatamani angalau afya ya dakika moja, lakini ikhtiyari ya Allah kwao kwa kipindi hicho. Lakini sio hivyo tu, walfaqir, mtu ambaye hana kitu, masikini, ana shida nyingi, lakini inaumiza anavyoona wenzake Allah amewaneemesha, yeye hana kitu. Fakiri amshukuru Allah kwa hali ile ya ufakiri. Kwa nini? Alfaqru khairullah, kwa wakati huo ufakiri ule una kheri kwake. Pengine angepata mali kipindi hicho akaruzukiwa, angekufuru, angemuasi Allah. Wako wangapi ambao waliruzukiwa na Allah, Allah akawapa mali na mali na mali, mwisho wake mali ile ikawa sababu ya kumuasi Allah, na wakafa katika hali ya kwamba Allah ana ghadhabu juu yao. Shukuru hilo. Lau ingelikuwa mali ni sehemu ya furaha, angelikuwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anamiliki uchumi. Allah alimpa ikhtiyari an yakuna malika rasul, awe ni mfalme na awe ni mtume, lakini Mtume Muhammad fakhtara an yakuna abdun wa rasul, akachagua awe ni mja wa kawaida tu na mtume wa Allah. Hakutaka mali, kwa sababu mali ni mtihani. Ilikuwa dada zangu katika nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Aisha radhiallahu anha, kunna yamuru alhilal walhilalan wama uqida fi baiti min abiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa inapita mwezi wa kwanza, wa pili, nyumba yoyote katika nyumba za wake wa Mtume kulikuwa hakuwashwi moto, hakuna kitu cha kuweza kupika mule ndani, hakuna kitu cha kupika mule ndani. Urwa anamwambia, ya khalat, ewe mama yangu mdogo, mlikuwa maisha yenu ya nini wewe, ikiwa miezi miwili jiko haliwashwi ndani ya nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ndio maisha yake yalikuwa vile. Inakuwaje? Mnakula nini? Mnaishi vipi? Anasema aswadani, vitu viwili tu, atamru walma, tende na maji, wanakula. Huyu ni Bwana Mtume, hakulalamika, hakuona Mola wake amemsahau. Wewe leo hii itokee tu siku mbili jiko haliwashwi, dunia itasimama. Utatuma meseji kwa ndugu zako wote, wazazi wako, mmeniozesha kwa nani? Angalia maisha yetu yalivyo. Au Mola wangu mimi amenikasirikia, mbona ametusahau, ametuacha, kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Tabia ya baadhi ya wanadamu. Allah anasema fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Mwanadamu anajisahau pale Mola wake anapokuwa amemkirimu, akamneemesha, akampa utulivu, usema mimi niko karibu sana Mola wangu. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana. Sasa changamoto ije, mlo mmoja kwa siku, au wapike uji tu bila sukari, utashangaa, Mola wangu amenisahau, maisha magumu, kwa nini hivi, niende kwa ustadhi gani, labda nyota yangu imechukuliwa. Kuna watu wanadhani eti na wao wana nyota zinachukuliwa.
anataka akaisafishe, anasahau riziki yake Mola wake ndiye aliyekuwa amemwandikia. Shukuru kwa hali uliokuwa nayo, hata ikiwa ni ufakiri. Allah ametaka wakati huo akupitishe kwenye wakati huo, pengine ili imani yako iwe thabiti baina yako na Mola wako. Dada zangu katika imani, walghaniyu alghina khairullah. Kuna wakati Allah amekupa, amekuruzuku kitu cha kujitosheleza katika mahitaji yako, mshukuru sana Allah wakati huo. Allah akidumishe, akihifadhi, akitilie baraka katika maisha yako, kwani wakati huo Allah amekuchagua. Wako wangapi Allah amewanyima, amekupa wewe. Tumia kile ambacho Allah amekuruzuku nacho kumshukuru sana Allah, kitumia katika mambo ya kheri, ili Allah tabaraka wa taala atie baraka pale. Nitoe mifano. Kuna watu leo wana simu za smartphone hizi, anatamani apate angalau shilingi 3000 aweke credit bando, asikilize mawaidha, asikilize Qur'ani, anatamani hiyo, lakini hana. Wewe leo Allah amekuruzuku 100,000 kwako, unayo kwenye handbag yako, unatoka nayo unakwenda kununua CD za muziki, unakwenda kuchukua pesa ile kwenda kuitumia katika mambo ya haramu, wakati watu Allah amewanyima kule, amekupa wewe hicho cha kutosha wewe. Unatoka unakwenda kwa fundi, unapeleka nguo akushonee nguo ambayo ukipita barabarani wewe unadhani umevaa unapendeza, kumbe malaika wanakulaani toka umeivaa mpaka unakuivua. Nguo ambayo umepewa mali ile na Allah unaivaa, malaika wanakulaani, pepo unaikosa kwa kutokana na kuvaa mavazi kama yale. Haya sio yangu, haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma qattun. Watu aina mbili ni watu wa motoni, hawajatokea kipindi hicho, watakuja zama hizo, ndio zama zetu tulizokuwa nazo mimi na wewe. Qaumun ma'ahum siyatu ka'adhnabil baqara yadhribuna biha an-nas, ni watu ambao mfano wa mapolisi ambao hawafanyi kazi kwa uadilifu, kazi yao wanapiga watu hovyo kwa kuwaonea kwa dhulma, tumenasema. Kisha kundi la pili, an-nisa kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ruusihinna kaasnimatil bukh, ni wanawake ambao wamevaa mavazi, ukiwaona kama wamevaa, lakini uhalisia wako uchi, mabega yako wazi, miguu iko wazi, wakitembea kwa mikogo barabarani kutaka kuingiza fitna katika jamii. Mtume anasema vichwa vyao kaasnimatil bukhti, wamezungusha kama nundu ya ngamia, hawaingii peponi wala hawaipati harufu ya pepo. Dada zangu katika imani, haya yanaweza yakamwathiri mtu ambaye anajua kwamba hivi itakuwaje atakavyowekwa katika shimo la mita 2 la shibiri 2 mwanandani ule, atakuwaje kwenye maisha pale ambapo asubuhi na jioni ima kwenye neema au kwenye adhabu. Mwanamke yeyote ambaye anaitumia mali aliyokuwa nayo au mwanamume katika jambo la kumuudhi Allah, huyu ndiye atakuwa kwenye adhabu kali siku ya Kiyama. Ashaddu nasa sarahan yawma alqiyama rajul ruziqa bimali llah fasta'ana biha ala ma'siyati llah. Unajikuta jitu jingine wanatoka wanashare wanachanga wanakwenda huko kufanya starehe kwa mali ambayo Allah amewanyima watu, yeye Allah kamruzuku. Wakati ule kile ulichokuwa nacho kitumie kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Dada zangu katika imani, fawallahi lan tajida ajmal min ikhtiyarati llahi lihayatik.
wallahi lan tajid ajmal min ikhtiyarati llahi alhayat kulluha tansib fi salihik, hutopata kilichokuwa kizuri katika maisha haya kama yale ambayo Allah amekuchagulia wewe katika maisha yako. Yote yanarejea kwenye maslaha yako wewe mwenyewe. Wala takra shay'an ikhtarahu Allahu lak, usichukie maisha ulokuwa nayo, mshukuru Allah, vumilia. Maisha ni ya muda mfupi. Ndoa ngapi leo zinaachika sababu ya maisha tu, watu wameshindwa kuvumiliana? Ndoa ngapi twashindwa kuvumiliana? Salafiyat, wajawema, kina mama wa Kiislamu walotangulia, mwanamke wa Kiislamu anasimama mlangoni, anamzuia mume wake kwanza, wakati mwanaume anatoka na kutafuta. Ittaqillaha fina, mche Allah kwetu sisi, muogope sana Allah kwa ajili yetu. Sisi tunaweza mili yetu ikatahammal, ikavumilia njaa, hatuwezi kuvumilia moto wa Jahannam. Mwanamke anamuhusia mmewe atoke akatafute cha halali, anajua kwamba maisha ni ya kupita. Lakini leo maalasaf, kuna wanaume wanaiba, hawatamani kuiba, wamefitinika katika majumba, wanaopenda wake zao, wanaona nimridhishe, anakwenda huko kuchuma cha haramu. Anaona kwa nini arudi nyumbani katika hali ile? Mume anakuja na cha haramu anaweka ndani, wanakula mule. Dua ipi itakubaliwa? Wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram, mavazi ya haram, chakula cha haram, wanaishi maisha ya haram ndani ya nyumba, kipato cha nje. Kisa nini? Mwanamke ameshindwa kuvumilia chaguo la Allah katika maisha yake. Dada zangu katika imani, yale anayokupitisha nayo Allah, usikate tamaa, vumilia. Leo unapita kwenye hali ile ya chaguo la Allah kwako, kesho Allah ana mazuri ambayo kakuandalia. La tayasu idha akhara Allah ma tuhibbun, usikate tamaa kwa yale ambayo Allah kayachelewesha tu kwa muda ule kwako unayoyapenda. Wala tataadhau, wala usipate udhia katika nafsi yako, min mararati alqadar, kwa qadari ya Allah alokuwa amekuandikia, ukasononeka, ukataabika. Mshukuru Allah. Wala tahzanu, wala msihuzunike, idha ujbiltum ala taash, katika maisha ambayo tunaoishi haya ya kiulimwengu. Vumilia, mshukuru Allah. Wadhaqa litu'limukum, inawezekana hali ikakuumiza kibinadamu, bal isbiru wabtasimu, subiri, muonyeshe Allah ayale ambayo anayokupitisha nayo kipindi hicho. Wewe unamshukuru, hujasononeka, hujahuzunika, kwamba wewe Allah ndiyo Mola wangu, na kuomba unipe subra na vumilia, nipitishe kwenye hali hii mimi na familia yangu. Usione kwamba unaonewa, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anatuambia innamal usri yusra. Kila pale kwenye matatizo yetu, tabu, dhiki ambazo tunazokuwa nazo katika maisha yetu, wepesi Allah anautoa hapo hapo. Wanasema wanazuoni wa usul, almashaqqatu tajibu taysir. Pale kwenye tabu dhiki zile, ndio wepesi unatokea hapo. Sisi tunamwomba Allah dua nyingi, lakini ile dua, yale maombi ambayo Allah katuchagulia, katupokelea, hayo ndiyo mapenzi ya Allah kwetu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema,
kuntu atlubu shay'un min Allah, nilikuwa mimi namuomba Allah juu ya jambo fulani. Fa in a'tani iyah, lile jambo ambalo Allah namuomba nalo akinipa mimi jambo ile, kuntu afraha maratan, nafurahi mara moja, alhamdulillah Mola wangu nimekuomba ili umenipa, alhamdulillah. Wa in lam yu'tini iyah, ikiwa lile ambalo Mola wangu hajanipa nalitamani, kuntu afrah asharati marat, nilikuwa nashukuru na nafurahi mara zaidi ya 1000. Kwa nini? Lianna alula hiya ikhtiyarati, la mwanzo ilikuwa chaguo langu, amma thania fahiya ikhtiyari llahi azza wa jalla, ilikuwa chaguo la Allah. Wewe leo ukiomba Allah mara 2 mara 3 mara 4 mara 5 hukujakubaliwa, pengine unaweza kwenda kwa waganga, unaweza ukaenda kwa waganga. Ebu jaalia uko kwenye kilinge cha waganga pale, pembezoni mwako wewe kuna malaika wawili, raqibu na atidi, kisha unamshtakia mganga yale ambayo yalokuwa ndani ya nafsi yako, kisha mauti Allah anakuja kutoa hapo. Ebu fikiria unakufa katika hali hiyo kwa jambo ambalo unaoligendea la kidunia tu, pengine hata kama utapewa lina muda mfupi ambao wa kuondoka nalo kaliacha katika ulimwengu. Unakwenda kukufuru. Man ata arrafan au kahina wa saddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammad. Unayemwendea kahin au mpiga ramli na ukasadikisha yale anayoyasema, umekufuru yale yote yaloteremshwa juu ya Muhammad. Ndio maisha yetu tunaoishi, tunaopitishwa kwenye mitihani. Dada zangu, hivi Allah subhana si ndiye anayesema yeye, wa iyamsasuka Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, ikiwa Allah amekugusisha madhara kwa maana maradhi, madhara, ufakiri umekupata wa mtihani huo, ugomvi baina yako na mume wako, wewe na watoto wako, wewe na familia yako, wazazi wako, maisha unaona hayaendi, unayoyapanga hayaji, haya yote haya Allah asema wa iyamsasuka Allahu bidhurin fala kashifa illa, ikiwa Allah atakugusisha madhara hakuna anayeweza kuyaondoa ila yeye. We Muislamu, hii ni Qur'an. Kwani usimwamini Allah, uenda kumwamini Ibilisi? Qur'ani, Allah ndiye anayetoa riziki. Inna Allah huwa razzaqun dhul quwwati almatin, anayetoa riziki zetu ni Allah. Wewe unaona kwamba mwanadamu mwenzio ameingia kuzibia riziki yako. Kuna mtu anaweza akazuia riziki ya mtu? Allah anasema ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, ile kheri ambayo Allah alikuwa amewakunjulia waja wake hakuna anayeweza kuingilia kati pale, hakuna. Neema yoyote Allah anaoifungua kwa mja wake, hakuna mkono wa mwanadamu au wa kiumbe chochote kinaweza kwenda kuzuia pale. Wama yumsik fala mursilahu min ba'di, ile kheri ambayo Allah ameiachilia hakuna anayeweza kwenda kuifungua riziki ile au kheri ile. Qur'ani hii, lakini wanadamu Waislamu wanaachana kheri hii. Anakwenda mtu
anaacha ikhtiyari ya Allah, chaguo la Allah katika maisha yake, anaonewa, anaenda kufata chaguo za watu wengine. Dada zangu katika imani, hii mitihani tu. Niwapeni kisa mmoja katika waja wema waliokuwa wametangulia. Allah alimpa mtihani wa maradhi. Allah anasema innal insana lirabbih lakanud, haka mwanadamu kwa Mola wake ni kanud. Nani kanud? Huwa alladhi yaidu almasaib wa yansa na'mi llahi azza wa jalla alayhi, ni mtu ambaye anaisabia neema za Allah, ile mitihani aliyokuwa nayo, anaugua yeye, riziki zinampa tabu kidogo, ana changamoto baina yake na mume wake, yeye ana changamoto baina yake na ndugu yake, yeye hana mtoto aliyokuwa naye mgonjwa, yeye yani ile anaisabia hiyo, lakini